الحمد لله الولي المولى رب الأرض والسماوات العلى، سبحانه يعلم السر وأخفى، وسامع النجوى وكاشف البلوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين، أقام القوم على مقتضى علمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير العاملين بدين الله رب العالمين. أما بعد، فإن الإسلام دين العمل والعطاء والريادة في شؤون الحياة الدنيا، والمؤمن قائم يسعى ويعمل ليدرك خير الآخرة والأولى تحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى القائل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فقال تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال أيضا الله تبارك وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم tashkurun. Ndugu zangu wema katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, maudhui ya mazungumzo yetu ya leo tutakuwa ni wenye kuzungumzia al-Islamu dinul amal. Uislamu ni dini ya matendo. Uislamu ni dini ya matendo. Haitoshi kwa Muislamu awe amesalia tu mavazi ya kuashiria kwake yeye ni Muislamu, halafu mbali na kuwa kwake yeye kuvaa mavazi hayo matendo yakawa hayaonekani. Matendo anayoyafanya siyo matendo ya Muislamu. Matendo anayoyafanya hayana tofauti na matendo yasiyokuwa Muislamu. Basi tufahamu ya kuwa Muislamu kama huyo, namna anavyojiweka, basi huenda akawa yeye ni Muislamu jina, lakini akawa si Muislamu kamili. Al-Islamu dinul amal. Uislamu ni dini ya matendo. Na Uislamu, ahibati fillah, umegawika katika makundi makuu mawili. Kuna wale ambao kwamba waliobebwa na Uislamu. Na hawa ni watu gani, ahibati fillah? Watu waliobebwa na Uislamu. Na huu ni ule Uislamu ambao kwamba utakaowaona watu wamejiweka vizuri, wamejiweka kwa status nzuri na kuvalia mavazi ya heshima kujulisha kwa wao ni Waislamu, ama kwa kuvaa yale mavazi na kuanza kuabudu kwa misimu, wanaabudu Ramadhani mpaka Ramadhani, Idi mpaka Idi, Ijumaa mpaka Idi. Hawa ni wale ambao kwamba waliobebwa na Uislamu. Lakini kuna wale ambao kwamba Uislamu wao walioufanya kuubeba, kwa maana ya kuwa ule Uislamu walioibeba kwa itikadi yao, wakaubeba Uislamu kwa namna inavyotakikaniwa, ibada zikawa haziwapiti, mambo ya kheri yakawa hayawapiti. Hawa ni wale ambao walioubeba Uislamu. Sasa tujiangalie ndugu zangu wema katika imani, tuko wapi katika makundi haya mawili? Je, sisi tuko katika wale ambao kwamba waliobebwa na Uislamu, kwa maana Uislamu umefanya kwa julia, wamezaliwa katika Uislamu lakini matendo ya Uislamu hayafati? Ama tuko katika wale ambao kwamba hawakubarikiwa, hawakujaliwa kuzaliwa katika Uislamu, lakini Mwenyezi Mungu akawapatia hidayah, wakaja kuongoka, wakasilimu, wakaja wakaufanyia kazi Uislamu,
wakawa ni wenye kujifundisha zaidi Uislamu mpaka wakaja kuwapita wale ambao kwamba waliozaliwa katika Uislamu. Na haya ndugu zangu wema katika imani, wallahi tumeshuhudia kuna watu waliozaliwa katika Uislamu lakini matendo wanaoyafanya sio matendo ya Uislamu, wanafanya matendo yasiyokuwa ya Uislamu. Ukiwaambia nakwambia, oh, utaniambia nini mimi nimezaliwa mbele yako, familia yangu ni Waislamu, wazee wangu ni Waislamu, familia yote ina Waislamu, utaniambia kitu gani ambacho kwamba mimi sikijui? Lakini mtu kama huyu alizaliwa na Uislamu. Kuna yule ambaye kwamba hakujaliwa, hakupata hiyo neema ya kuzaliwa katika Uislamu, lakini Allah alipompatia hidayah ya kuweza kusilimu, ya kuweza kuwa Muislamu, basi akaja kuongoka na akaufanyia kazi Uislamu, akajitahidi mpaka baadaye akaja akalingania watu, akawatoa watu katika giza, akawapeleka watu katika nuru. Haya ni mambo ambayo kwamba ndugu zangu wema katika imani tumeyashuhudia, hasa ukiangalia katika miji yetu. Wengi wanaosilimu huko mabara wanakuwa na ile hamu ya kusoma dini, wanasoma dini kwa namna ambayo kwamba inayotakikaniwa, wakajifunza kwa namna nzuri, kisha baadaye wakawa ni wenye kusafiri na kufikisha Uislamu wao kwa watu ambao kwamba waliozaliwa katika Uislamu, naam, lakini mafundisho ya Uislamu hawayafuati. Wakawa ni wenye kuwafundisha, wakawa ni kuwapatia da'wa, na hivi ndivyo inavyotakikaniwa ndugu zangu wema katika imani. Ukisoma dini yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukamfahamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ukamfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinachotakikaniwa wewe, kinachotakikaniwa kwako wewe kama wewe Muislamu ni kuifikisha ile dini. Na masahaba walielewa vyema kuhusu kufikisha risala kwa umma, walivyofahamu ile. Kuna sahaba akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, balighu anni walau aya, ya Rasulullah, nifikishie mimi angalau ni aya moja. Naam, Mtume walivyopata hiyo aya, huo ujumbe mmoja peke yake, wakawa ni wenye kueneza Uislamu. Ndio posa mpaka leo Uislamu umekuwa ni wenye kuenea kila mahali. Kisa ni kina nani? Ni masahaba, namna walivyouelewa Uislamu, wakawa ni wenye kusambaza Uislamu mpaka leo Uislamu umetufikia sisi. Je, ndugu zangu wema katika imani, swali ambalo nataka kuliacha kwa siku ya leo, je, ikiwa kwa ule uzembe wetu tuliokuwa nao kwa sasa hivi, je, masahaba wangekuwa na uzembe kama huu tuliokuwa nao, je, Uislamu ungetufikia sisi? Leo Muislamu badala ya shukuru neema ya kuwa kwake yeye ni Muislamu, yeye amezaliwa katika Uislamu bure, hajakumbana na matatizo yoyote, akasahau yako kuna watu waliopigana, kuna watu waliouliwa, waliopigana kwa sababu ya hii dini mpaka wengine wakafa. Leo Uislamu umeupata kwa njia nzuri, kwa nini usishukuru neema kama hiyo? Watu wakawa wanaichezea Uislamu, wanafanya wanavyotaka, hawajali, wanavuka mipaka. Ndugu zangu wema katika imani, hawajali tena, hawaitambui nafasi hii waliokuwa nao. Kuna watu wanaitamani nafasi kama hii. Kuna wengine subhanallah, kwa sababu ya kutetea dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteza meno yake ya mbele. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuilinda ile heshima na Uislamu uwe ni wenye kuenea kote. Leo sisi tunakaa kizembezembe, maadamu tushakuwa Islam, tushaona shafika. La, kuna kazi na kusubiri. Wao umesoma, baada ya kusoma kazi na kusubiri ni kwenda kuisambaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swali nataka kuachia tena, je, Uislamu wako umekufaidisha na nini? Umefaidika na Uislamu wako na kitu gani? Je, Uislamu umekufaidisha na baada ya kufaidisha umeenda kuwafaidisha wengine, ama Uislamu umefanya kusikia tu ni Uislamu ukauachia tu hapo? Ikiwa katika mawazo yako ni hayo, basi fahamu ya kuwa wewe ushapoteza mwelekeo. Ndugu yangu mwema katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'an, na hapa Muislam
anatakikaniwa aifahamu ama afahamu lengo la kwake yeye kuumbwa katika huu ulimwengu. Hakuumbwa kwa huu ulimwengu kwa sababu ya starehe za dunia. Hakuumbwa katika huu ulimwengu kwa sababu ya kupambazwa na maisha ya dunia na starehe, na aliyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, na hayakuwa maisha dunia isipokuwa ni starehe za udanganyifu. Leo Waislamu wanaekeza katika dunia mpaka wanasahau kuwekeza katika akhera. Ndipo utakapowaona Waislamu wengi wamejenga majumba kisawasawa, mpaka wengine wakaweka wakawa na ndoto kubwa kubwa mpaka wakasahau hata kufa kwao. Na ndugu yangu mwema katika imani, hii ni neema ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu amekupatia neema ya afya. Jambo la pili, Allah amekupatia neema ya uhai, mshukuru. Neema ya Uislamu, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wema katika imani, leo hii watu wamesahau kuwa wataondoka katika haya dunia. Wamesahau ipo siku atakapoondoka katika huu mgongo wa ardhi. Siku hiyo hakuna kitu kitakachomfaa binadamu yoyote isipokuwa yale matendo ambayo kwamba aliyoyatengeneza hapa duniani. Jambo la kwanza, akawa amewekeza katika sadaqatul jariya, ama elimu aliyoiacha kwa watu wanufaiki nayo, ama kitu chema. Hiyo ndio itakachokusaidia kaburini. Lakini mali yako, utajiri wako, umaarufu wako hautakusaidia kesho siku ya Kiyama. Hilo ni jambo ambalo Muislamu anatakikaniwa alifahamu, ndugu yangu mwema katika imani. Na siku hizi naam, vifo vya ghafla viko vingi sana. Kuna watu tuliokuwa tunaishi nao, tunaongea nao, tuburudika nao, tukaachana tu muda kidogo, kisha baada ya kuachana nao tukaagana kuwa mimi naenda nyumbani na wewe enda nyumbani. Haikufika hata saa 10 unapigwa simu unaambiwa mtu huyu ashafariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hakuwa mgonjwa, hakuwa anaumwa, hakuwa kuna maradhi aliyokuwa anamsumbua, alikuwa ni mzima, lakini ukaambiwa tayari alikuwa anafanya nini? Amefika tu nyumbani, tukamwona tu ameshika kichwa, mara tu ashaanguka. Haya mambo tumeshaona. Ama kwa tukio lililotokea wiki iliyopita, ndugu yangu mwema katika imani, tarehe 27, kuna mtu ambaye kwamba ni maarufu sana kwa sababu ni mwanamuziki, ni msanii anayejulikana kwa kuimba nyimbo za Bongo Flava, ambaye alikuwa akiishi Tanzania. Amekaa katika kiti. Kukaa katika kiti mwenyewe alikuwa amekaa ameshikilia simu yake. Kukaa katika simu yake, mara baadaye akajipumzisha maskini. Sasa katika ile nyumba alikuwa akiishi yeye, dada yake na watoto wake. Subhanallah, alivyokuwa akiishi, ndugu yangu mwema katika imani, ule dadake akamwona kwa namna alivyokuwa amekaa katika kile kiti, akamwonea huruma, akawa anajaribu kumwamsha ile aenda akajipumzishe kitandani, kwa sababu pale akimhurumia. Kwa sababu gani? Kwa sababu yaona kulala katika kiti ni kama vile atakuwa hakuna uchovu pale, hatapata kujiburudisha vizuri. Akaenda akajaribu kumwamsha, lakini haamki wala atikisiki. Kasema pengine amechoka, acha nimwache. Kaenda mpaka mida saa 10, tukio likawa bado liko vile vile, hali ikawa ni vile vile, haamki mpaka asubuhi. Watoto wake, kwa sababu watoto wake walikuwa wao kila asubuhi lazima wamwamkue mzazi baba yao awe ni wenye kumwaga baba yao, kisha baada ya kumwaga baba yao awe ni mwenye kuondoka. Ndugu zangu wema katika imani, watoto wakajaribu kumwamsha baba yao, lakini baba yao maskini hali ikawa ni ile ile.
Dada kama huyu ajui la kufanya, ikabidi aende akaite majirani. Majirani walivyojaribu akasema huyu itabidi tumpeleke hospitalini, aende akaangaliwe, pengine atakuwa labda kuna maradhi kidogo yamemzidia mathalan. Alivyopelekwa hospitalini, madaktari wakaenda kukonfirm kwamba huyu mtu tayari alikuwa tayari ashakufa. Ndugu zangu wema katika imani, mtu huyu alikuwa amekaa tu kwa kiti mwenyewe, ameshikilia simu yake, anaangalia tu, anaangalia. Kifo kikamjia katika kiti, hakuwa na maradhi, hakuwa anaumwa. Leo hii wewe unakuwa wewe ni mwenye kujitakabari na kusema kuwa acha ule ujana wako. Utajua kifo kitakufikia katika marhala gani. Hii ni mifano ambayo tutaitoa, na mifano kama hii iko na mafunzo makubwa sana ndugu yangu mwema katika imani. Kwa hivyo ndugu yangu mwema katika imani, ufahamu ya kuwa katika hii dunia hautoishi milele. Iko siku wewe utaweza kuondoka katika hii dunia. Ndugu yangu mwema katika imani, wallahi kuna watu watakuja kutamani wapate nafasi warudi katika hii dunia, waweze kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, waweze kutoa sadaka, lakini walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah haitoichelesha nafsi ya mja, haitoichelesha ajali ya mtu pindi atochelesha nafsi Allah subhanahu wa ta'ala pindi ajali itakapokuwa imemfikia mtu kama huyu. Ndugu yangu mwema katika imani, leo wewe uko na nafasi, leo wewe uko na umri, umepatiwa uhai, lakini uhai wako unauchezea, haufanyii kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoitaka. Dunia itakupeleka wapi? Umaarufu wako utakupeleka wapi? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an akatueleza kuwa wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin, na hawakuamrishwa isipokuwa kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni kumtakasia dini Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu mwema katika iman, Allah akatueleza katika suratu Dhariyat, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na hatukuwaumba binadamu isipokuwa kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu tunaohitaji ni ule ambao unaoibeba mapenzi, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Si ule Uislamu ambao unaoidai ya kuwa unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, unampenda mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kivitendo havionekani, kwa maana tunakuwa tunatamka tu katika ndimi, lakini katika vitendo namna mtume alivyofundisha wewe unakuwa uko mbali. Vipi utakuwa wewe ni mwenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake hali yako udhihirishi vitendo? Bila shaka ile jambo litakuwa haliwezekani. Ndugu yangu mema katika imani, katika mambo ambayo yanakufanya upate rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, upate dua za malaika, ni kuswali safu ya kwanza. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala safi al-awwal, hakika Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na malaika wake wanamswalia yule ambaye kwamba anayeswali katika, wanamswalia yule ambaye kwamba anayeswali katika safu ya kwanza. Ndugu yangu mwema katika imani, Uislamu unaotakikana ni ule utakaofanya kuona kwako wewe swala ni bora kuliko hali zako zote ulizokuwa nazo. Biashara zako unaona kuwa hazina thamani, hasa wakati unapokuwa kumeadhiniwa, unaacha kila kitu. Na hili walilitilia umuhimu masahaba waliokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Makuraish siku moja walivyokuwa wameenda Madina, walishangazwa na tukio kama hili. Kumeadhiniwa, kila mtu anaacha biashara zake anaingia msikitini, mpaka hawa wenye kujiuliza asema hawaogopi kule kuibiwa, wanaacha bidhaa zao
tu kwa namna ambayo kila mtu yaviona, wala maduka hayafungwi. Jambo hili likawashangaza Makuraish, lakini leo mtu anaona kuwa biashara yake ni bora zaidi kuliko hata kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuitikia kwenda kufanya ibada, kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aina al'an, tuko wapi sisi ndugu zangu katika imani? Je, vile walivyokuwa masahaba ndivyo sisi tulivyo? Ama katika wale masahaba, katika vile walivyokuwa ni wenye kuenea Uislamu, ndivyo sisi tunavyouelewa Uislamu? La hasha. Wale ndio waliokuwa katika karne bora, kwa sababu walikuwa wakiishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini sisi hatujawahi kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wale, kuna masahaba ambao waliobashiriwa pepo wakiwa katika huu mgongo wa ardhi, wakiwa hai, walibashiriwa pepo. Sisi leo hatujui ya kuwa sisi tutakuwa ni katika wale watu watakaoingia peponi, ama sisi tutakuwa katika wale watu ambao kwamba watakaojaliwa kuingia motoni. Lakini sisi tushachoka, tusha relax, tunaona kuwa 100% tutaingia peponi. Nani amekwambia maneno hayo? Ndugu zangu wema katika imani, masahaba waliuelewa vyema Uislamu. Sasa ndugu yangu wema katika imani, Uislamu unaotakikaniwa ni ule ambao utakaodhihirisha kuwa katika ibada ya sala ni bora kuliko hali yako. Yani panapokuwa ni kwenye kuadhiniwa, umeitwa kwa ajili ya kuswali, unaacha vitu vyako vyote, unaona havina thamani, lakini ibada ya sala ndio muhimu kwa wewe. Hiyo ndio inavyotakikaniwa ndugu yangu mwema katika imani. Ndugu zangu wema katika imani, leo michezo, safari, watu hurauka sana. Tukiangalia michezo, pengine kuna mechi ni saa 8, lakini kwa watu, kwa kuhofia pengine ikifika saa 8 viwanja vyaweza kuwa ni vyenye kujaa. Asa watu hurauka na kwenda kuiwahi ile nafasi, hata ikizidi wengine hulipia tiketi. Kisa nini? Michezo, mipira isiwapite. Wengine wataenda saa 8, wengine wataenda saa 6, wengine wataenda saa 5 ili wapate nafasi ya kukaa. Ama kwenye vibanda, mechi ni saa 8, mtu anajitahidi bai saa 7:30, saa 7 kamili, saa 6:30 awe ni mwenye kuipata ile nafasi ya kuingia pale. Lakini katika ibada ya swala, watu kama hawa wanakuwa ni wenye kuchelewa sana. Wakiuliza kipi cha msingi cha kuwachelewesha katika swala, wallahi hakuna kitu cha msingi kinachowachelewesha swala. Hiyo ni michezo. Tuangalie safari ambayo pengine safari kama hiyo tuchukulie kama ni safari ya kwenda Qatar. Sasa wewe unahofia kuwa ndege unaotakaniwa uipande labda itakuwa ni saa 8. Watu wanawahi pale airport masaa 2 kabla. Wakifika pale airport, waanze kusubiri kuabiri ile ndege saa 8. Anajitahidi afike mapema, lakini mbona katika ibada ya swala asifike mapema? Leo halali imekuwa mbali na vibaya leo vimewekwa karibu. Leo watu wasikiza binadamu kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu yuko radhi amuue ndugu yake, mtu yuko radhi amuue mama yake. Kisa ni nini? Kisa ameambiwa kuwa chanzo cha kufeli ni mzazi wako ama ni ndugu yako. Kwa hivyo anamsikiza binadamu, lakini kumsikiza Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kumsikiza. Yani leo tumempatiliza binadamu zaidi hata kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, na haya ni makosa ndugu zangu wema katika imani. Ndugu yangu mwema katika imani, Uislamu umekuja kukusaidia wewe
kutengeneza maisha yako ya nyumba mbili, ambayo kuna nyumba ambayo ni ya muda kidogo, ambayo nyumba hiyo ya muda kidogo ni nyumba ambayo kwamba hupatikaniwa katika hii dunia, kwa maana ni dunia yenyewe, na nyingine ni ile nyumba ambayo watu hukaa muda mrefu mpaka wakasaulika. Mtu akisikwa leo, pengine miezi, miaka miwili, miaka mitatu, mtu kama huyo historia yake ishafutwa, ashasaulika, watu hawamtaji tena, haonekani tena katika nyuso za binadamu, ashatoweka. Sasa ndio maisha ni Uislamu umekuja kutengeneza maisha yako ya nyumba hizi mbili, nyumba ya hapa duniani ya muda kidogo na nyumba ya akhera ambao watu hukaa muda mrefu mpaka kusaulika. Ndugu zangu wema katika imani, huwezi kuishi maisha ya raha, maisha yasiyokuwa na huzuni ndani yake, ila ukubali ufuasi wa kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ndipo utakapoweza kuishi maisha furaha, utakapoweza kuishi maisha yasiyokuwa na huzuni ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza katika Qur'an pale aliposema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hakika wale waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, kisha wakatengenea, hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Kwa hivyo wewe ukiwa umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, basi utakuwa wewe hauna hofu wala hautahuzunika. Ndugu yangu mwema katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala atueleza kisa cha Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, na hapa katika hii aya, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hakika wale walioamini na kukiri kwa ulimi na moyo kuwa Mwenyezi Mungu ndiye Mola wao na Mungu wao wa haki, thumma istaqamu, kisha wakathibiti katika imani hiyo, wakanyooka sawa katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wakafanya amali njema na hawakugeuka kurudi kwenye shirki au maasi. Sasa ujumbe wa aya hii nini ya hibat fillah? Aya hii inasema kwa wale wanaounganisha imani, kusema Mwenyezi Mungu ni mmoja, na istiqama, kuthubutu katika uchaji Mungu, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutenda mema, hupewa bishara njema na malaika wakati wa kufa kwao, kuwa hawana hofu wala huzuni na wanapewa pepo. Je, ungependa kujua umefaulu katika maisha yako ya humu duniani? Ikiwa unataka kufaulu katika maisha haya, basi shikamana na kule kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu mema katika imani, Nabii Allah Ibrahim alayhi salam yatangaziwa ushindi wake wa imani pale alipoambiwa aslim, silimwe, yeye akasema qal aslamtu lillahi rabbil alamin, kasema nimejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola viumbe vyote. Bala man aslama wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin, kwanza imani yako kumkubali Allah, pili uwe mtendaji wa Allah na uwe mtendaji mzuri. Kwa hiyo ndugu yangu mwema katika imani, haitoshi tu ya kuwa wewe ni Muislamu, la, bali kinachotakikaniwa ujisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uwe na hamu, uwe ni mwenye kukubali katika yale mambo ambayo kwamba yanakupasa katika dini, yale mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuamrisha nao, ni lazima we uwe na himma, uwe na hamu. Lakini si kusema tu
mimi nimekuwa Muislam, basi la, lazima uwe mtendaji. Kwanza uwe umesilimu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pili uwe ni mtendaji mzuri. Tayib, ndugu yangu mama katika iman, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an lima jitu bih, hatuamini mmoja wenu mpaka iwe matamanio yake yawe yanaambatana na mafundisho yangu, kwa maana mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa wewe matamanio yako hayaandamani na Mtume sallallahu alayhi wasallam, hayaambatani na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi uwezo kaamini wewe kwa mafundisho, kwa hadithi iliyokuja maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna hawauhu taba'an lima jitu bi, hatuamini mmoja wenu ikiwa matamanio yake yakawa hayaambatani na mafundisho yangu. Hatuamini mmoja wenu mpaka yale matamanio yake yawe yanaambatana na mafundisho yangu mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah akaja kulisisitiza hilo katika Qur'an aliposema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, sema ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi fattabi'uni, nifuateni mimi, ambapo kwamba kusudia nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yuhibbukum Allah, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni wenye kuwapenda nyinyi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathu man kunna wajada bihinna alawat al-iman an yakuna lillahi wa rasulih ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Mambo matatu ambayo mtu akiwa nayo basi utamu wa imani huenda akaipata ladha ya imani. Jambo la kwanza, awe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake awe ni mwenye kuwapenda zaidi. Ukiwa unataka kupata utamu wa imani, kwanza ni lazima uhakikishe ya kuwa ayakuna Allah wa rasulu, kwamba awe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake uwe unawapenda zaidi kuliko watu wengine. Ule Uislamu unaotakaniwa ni ule Uislamu ambao kwamba kupatikanie fikra, uwe Uislamu ama katika yale mambo unafikiri, ama ule Uislamu wako uwe unaangalia mbali, usiwe ni wenye kuangalia tu hapa karibu. Uislamu wako wafaa ufikirie mbali, uangalie mbali, kuangalia maslahi yako ya mbeleni huko akhera. Ndugu yangu mwema katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'ani tukufu, innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja kutueleza kuwa mathalul muslimina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadi wahid idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mathalul muslimina fi tawaddihim, mfano wa Muislamu ambaye hupendana, ambao huhurumiana, ambao husikitikiana, basi kamathalil jasadi, ni mfano wa mwili mmoja. Idha shtaka minhu udhun, mwili wako ikiwa kiungo chako kimoja ukiuma, basi tadaa lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, basi mwili wako wote huuma. Ndugu yangu mwema katika iman, Muislamu ni lazima awe ni mwenye kuunga udugu. Utakapokuwa ni mwenye kumwona mzazi akawa mwenye amepita njiani akakuta vijana wawili wakikosana, yule baba uchukua hatua gani? Je, hukemea? La hasha. Jambo la kwanza ukifika pale atasema, nyinyi acheni kupigana, acha hilo, ni makosa hayo.
Lakini ikija kwa ndugu, basi pale kama ni ndugu, kwa vile ataka kutetea ule undugu, basi huenda pale vita vikaanza kufanya nini? Vita vikaanza, watu wakapigana. Kisa nini? Ndugu yake amechokozwa, ndugu yake kapigwa. Sasa ndugu kama huyu ataenda atatetea ndugu yake, ako radhi hata kama ni kumwaga damu, amwage damu, lakini ndugu yake afanye nini? Apate kumsamehea, asiendelee kuumizwa. Mfano kama huu ninaupiga, na mifano iko mingi. Hata kuna ule mfano ambao kiongozi ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la Hajjaj bin Yusuf, na kiongozi kama huyu alikuwa ni mkatili, alikuwa hajali kabisa maslahi ya watu. Kitu kidogo tayari kata kichwa, kitu kidogo tayari kunyongwa, kufanywa nini? Yani ukatili wote alikuwa nao huyu Hajjaj bin Yusuf. Siku moja kukaa kunafanywa operation. Siku hiyo kulivyokuwa kufanywa operation, kuna mabwana watatu walikuwa wamekamatwa. Mabwana kama hawa walikuwa wamekamatwa. Mama mmoja akasikika akawa ni mwenye kulia. Hajjaj bin Yusuf akawa ni mwenye kumuuliza mama kama huu, wewe unalia nini? Mbona unalia? Kamwambia, hao uliokamata hao nawajua vizuri sana, hawana tabia hiyo, kwa hivyo waache. Hajjaj bin Yusuf akasisitiza kuwa lakini sisi katika uchunguzi wetu, uchunguzi uliopatikaniwa kwamba ni hao watu watatu wanahusika. Lakini mama akawa ni mwenye kukazia, kasema achana nao, mpaka mwishowe Hajjaj bin Yusuf akachukua maamuzi ya kuwa ampatie ofa mama kama huyu. Akamwambia mama kama huyu, katika hawa watu watatu wachagua mtu mmoja katika hawa watu watatu awe ni mwenye kusamehewa, asipatiwe ikabu yoyote, kwa maana asipatiwe punishment yoyote. Mama kama huyu akachagua ndugu. Na katika hawa watu watatu walivyoulizwa, watu watatu unahusiana nao vipi? Akamwambia mmoja ni mme wake, wa pili akasema ni mtoto wake, watatu akasema ni ndugu yake. Asa alivyoambiwa ya kuwa chagua mtu yoyote awe ni mwenye kuachiliwa huru, asipatiwe iqab, akachagua ndugu yake. Hajjaj bin Yusuf akashangazwa, akasema mimi nilionelea pengine utasema wamchagua mme wako, pengine utamchagua mtoto wako, lakini unamchagua ndugu yako, mbona? Hebu tueleze. Ndipo akasema kuwa ndugu ni kitu cha thamani sana. Ndugu akitoweka katika mikono uweze ukampata ndugu mwingine, lakini mume akifa mimi huenda nikaja kuolewa na mume mwingine, na pia huenda pia nikapata kizazi chengine, kwa maana hata mtoto akifa nikiolewa huenda Mwenyezi Mungu akanijalia nikapata mtoto mwingine. Lakini ndugu akitoweka ndipo ashatoka. Ndugu akitoweka ndio ishatoka, uweze ukampata ndugu mwingine. Ndipo akachagua ndugu. Ndugu yangu mama katika imani, kisa kama hichi chatufundisha namna ya watu lazima wawe na udugu, wasaidiane wao wenyewe kwa wenyewe. Katika hii dunia kuna mambo ambayo huwezi ukayafanya peke yako, ni lazima uyafanye kwa kushirikisha, ima ni ndugu yako, ima ni familia yako. Asa Uislamu ulivyokuja kulingana na mafuhumu ya hadithi hii, mathalu almuslimina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa taraumihim kamathali aljasadi wahid, inakusudia namna Waislamu ni lazima wasaidiane, Waislamu lazima shirikiane, Waislamu lazima wahurumiane. Mfano ukapigwa ukaambwa idha staka minhu udwun, ikiwa kiungo kimoja kitapata tu jeraha, basi viungo vingine vyote vitakuwa pia ni vyenye kuuma, kwa maana vitakuwa havina kazi. Ndio mfano uliopigiwa kwa kuonyesha ule umuhimu wa ndugu. Ni lazima wasaidiane, lazima washirikiane wao wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo ndugu yangu mama katika imani, mambo haya ndipo yatakayokusaidia Uislamu wako uwe mzuri. Jambo la kwanza tukataja ni jambo la ikhlas. Jambo la pili tukataja udugu, na jambo la tatu aibati fillah, ambalo huenda likawa ni jambo la mwisho kwa siku ya leo, ni lazima Waislamu wawe na tabia iliyokuwa njema.
Ndugu yangu mama katika imani, Uislamu wetu unajengwa kwa tabia njema, na mifano iko mingi ndugu yangu mama katika imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna watu walivyokuwa wanamsema vibaya, wengine wakamwambia kwa yeye ni mchawi, wengine wakamwambia ni mshairi, majina yote mabaya wakambandika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata siku moja kuna mbedui mmoja ametoka huko atokako, akaja akafanya maudhi msikitini. Alivyofanya maudhi msikitini, masahaba wakawa ni wenye kuamka, nataka kumpiga bedui kama huyu. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ile huruma yake, kwa tabia yake njema, akaamrisha masahaba wamuache mpaka amfanye nini? Amalize haja yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume alihofia ya kuwa huyu mtu akipigwa pale, akifukuzwa, huenda ile haja ikawa ni kinaya, ikawa ni mambo ya kuudhi, kwa maana ile mikojo haitatulia sehemu moja, itakuwa ni yenye kuchuruza sehemu moja hadi nyingine. Sasa Mtume akatumia tu ule ubusara, akaambia aache amalize haja yake, kisha baada ya hapo yule bwana akaruhusiwa afanye nini? Aende zake. Alivyokwenda zake ndugu yangu mema katika imani, haikupita hata masiku, bwana kama huo akamtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaja akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, mimi nimekubali, nataka kuwa Muislam. Kisa ni nini? Ni tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akakubali kuingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akamkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo akamwelezea, ya Rasulullah, hao walikuwa nataka kunipiga mimi, lakini wewe umenijali, umenisamehe ya Rasulullah. Mimi nimevutiwa kwa ule muonekano wako tu peke yake, kwa ubusara wako, kwa tabia yako. Ndio tabia ikambadilisha bedui kama huu, akasilimu akawa Muislamu. Leo Uislamu wetu unasimwa vibaya kwa sababu tabia zimekuwa ni mbovu. Kila mtu ukimwambia Uislamu akwambia, sasa Uislamu wenyewe watu wanakwambia Uislamu tabia zenyewe chafu hizi, hata sisi ambao kama sio Waislamu. Ni lazima ndugu yangu mama katika imani, tuwe ni wenye kubadilisha tabia, kwa sababu tabia ndiyo msingi wa dini. Tabia ndio kitambulisho cha dini. Tabia yako ikiwa nzuri, wale wasiokuwa Waislamu watakuwa pia ni wenye kuvutiwa na ule Uislamu wako. Uislamu wako hautavutiwa tu kwa muonekano peke yake, ukawa unavaa vizuri makanzu na majoho. La, ikiwa unavaa makanzu, unavaa majoho kisasa, lakini tabia zikawa ni mbovu, basi fahamu ya kuwa hizo au muonekano wako mavazi haitaleta utaathiri katika wale wasiokuwa Waislamu, haitaleta athari yoyote. Lakini ukiwa wewe umekuwa ni Muislamu, umekuwa muonekano wako ni mzuri, ukawa katika tabia zako zikawa ni tabia njema, basi ufahamu ya kuwa wasiokuwa Waislamu huenda wakawa ni wenye kubadilika kupitia dini, tabia yako. Ndugu yangu mama katika imani, nitamalizia kwa kisa cha mmoja katika masahaba. Siku moja, na hapa tutapata kisa cha Abdullah ibn Mubarak. Huyu alikuwa akiishi na jirani yake. Jirani siku moja, huyo alikuwa akiishi na jirani yake. Kuishi katika jirani kama huyu anafaidika kwa namna, kwa tabia njema ya huyu sahaba. Mpaka siku moja akaonelea kuwa awe ni mwenye kuuza nyumba yake. Alipokuwa ni mwenye kuuza, akawa ni mwenye kuuza nyumba yake kwa dinari 2000. Alivyouza nyumba yake, ameiuza kwa faida mara 2. Watu wakawa ni mwenye kumuuliza, lakini nyumba tukiangalia haifiki hicho kiwango ambacho kwamba umekitaja. Akasema, naam, naelewa hilo, lakini mimi nauza kwa sababu gani? Kwa sababu ya ujirani mwema wa huyu bwana. Sasa huyu bwana ameamua auze mpaka ule ujirani aliopewa na huyu jirani yake, akaamua kile kiwango cha nyumba yake akakiuza mara 2. Kisa nini? Ujirani mwema. Kwa hivyo akasema, atakayenunua nyumba yangu kama hii,
bila shaka atakuwa ni mwenye kufaidika sana, kwa sababu bwana kama huyo ni mtu ambaye kwamba ni jirani mwema, ni mtu ambaye kwamba akhlaki zake ni njema, ni mtu ambaye kwamba anaamiliana na watu vizuri kwa njia nzuri. Wewe ukinunua nyumba hii bila shaka hautapotea, kwa sababu pale utapata mwongozo wote. Sasa ndugu yangu mama katika imani, ikiwa tabia tu imekuwa tu imemvutia jirani kama huyu, vipi leo usijibidishe na tabia ukawa ni wenye kuvutia watu wengi katika Uislamu? Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba lazima Waislamu wawe ni wenye kuzingatia. Kwa hivyo hivi vitu vitatu ndivyo ambavyo hujenga Uislamu kuwa ni Uislamu mzuri, kwa maana husaidia Uislamu wako uwe ni Uislamu mzuri. Jambo la kwanza, uwe ni na ikhlas. Usiwe tu wewe umekuwa ni Muislamu, ukipatikana na matatizo unakimbilia kwa shirikina, unakimbilia kwa watu wasiokuwa. La, lazima uwe na ikhlas. Maadamu umeamua ya kuwa wewe umejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata ukipata na matatizo wewe huyumbwi. Wewe uweze ukawa na ile hofu, ukaanza kusononeka, mawazo yakakupanda. La, maadamu umejua Mwenyezi Mungu yuko, ukawa kila wakati unamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndivyo inavyotakaniwa, uwe na ikhlasi katika dini, kwa sababu ikhlasi isipopatikaniwa basi Uislamu pia huenda pia katika Uislamu wako kuna kasoro. Tayeb, kwa hivyo al-ikhlasu fi niyya, ni lazima kuwe na ikhlasi katika nia. Tayeb, hilo ni jambo la kwanza ambalo hutengeneza Uislamu wako kuwa vizuri. Jambo la pili tukataja ni udugu, na jambo la tatu tukataja ni lazima Waislamu wajipambe na tabia njema. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. أقول ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. Amma baad, ndugu yangu mwema katika imani, message iliyokuwa katika siku hii ya leo ni namna gani ambavyo utakuwa ni mwenye kutengeneza Uislamu wako. Na je, Uislamu wewe umeubeba kama nani? Uislamu umekubeba vipi? Uislamu umeutambua kivipi? Hilo ni jambo la msingi ambalo kwa siku hii ya leo tumeona tukumbushane, kwa sababu wengi hufikiria kwamba Uislamu ni ule wa kuabudu misimu hadi misimu, kuabudu Ramadhani mpaka Ramadhani, Idi mpaka Idi, Ijumaa mpaka Ijumaa. Lakini hayo ni makosa kwa Muislamu. Hayo ni makosa kwa Muislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu hapatikaniwi kwa miezi tu peke yake, hapatikaniwi kwa mwezi mmoja. Allah yuko katika Allah wa rabbu shuhur, yeye ndo mola wa miezi yote, miezi yote kuanzia Muharram mpaka Dhulhijja. Yeye ndio muumba viumbe vyote, ndiye aliyeumba mbingu na ardhi. Kwa hivyo huo ndio ujumbe ambao kwamba tuliokuwa nao kwa siku hii ya leo. Tumomba Allah atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.